Fatima Jelani Sheikh. Mimi mtoto wangu mpaka saa hii miezi minne mpaka nachukuliwa saa hii simoni. Unapotea mtoto wake? Napotea. Mtu namchukua sijui mpaka saa hii nataka mtoto wangu muone. Hali huko hawajui. Nataka mtoto. Haki atembee. Haki ya Islamu nataka haki ya Islamu. Watoto wangu nataka mtoto. Itu dah hak ya timbe. Harus sama aku ada. Akaromna ageng Islam sia. Dola tu angkat sana. Yang mapotea. Miezi ine tarehe 9 mpaka saa hii siwi kwa mtam yuko. Sisi wata haki Ruto tusaidie hiyo shida hiyo. Wata haki timbe. Mpaka saa hii sisi siwi kama makufa, kama hai sijui. Kila mahali usafika sisi ameenda kila mahali. Kila mahali usafika sasa mchoka. Ametembea kila mahali usitembea polisi zote mafika. Hakuna dalili yote. Huyo alichukuliwa anaitwa nani na ana miaka mingapi labda? Miaka 23. Musa Said Abbas. Ndugu wangu. Alikuwa anafanya kazi gani yeye labda? Wifi jazi yake wifi peke yake. Wifi tengeneza wifi? Wifi. Hiyo siku alichukuliwa hapa, alichukuliwa na watu aina gani? Mliwaona ama nani aliwaona? Hakuna mtu waona, yani wao ni polisi tu. Hakuna mtu kuchukua ingine, ni polisi wao wafanya malifu hiyo. Haya, ni polisi. Na naitwa Fatuma Hamisi. Na jirani yangu. Tumekaa naye kwa uzuri, hajankosea mtu na amepotea ghafula. Na mpaka dakika hii hatujajua yuko mahala gani. Tumetafuta mapolisi, mocha mpaka dakika hii hatujajua. Kwa hivyo kivovote tunataka tumpate uko hai ama amekufa tujue. Tupate ile salama na sisi roho zetu ziwe na amani. Manake hatulali mchana, hatulali usiku kama majirani zake. Na ala hana makosa yoyote. Musa alikuwa ni mtu nzuri sana hapa jirani. Tumekaa naye uzuri kama mtoto wetu. Kwa majina naitwa Francis Auma, mimi ni ofisa wa dharura shirika la Muhuri Muslim for Human Rights. Tumepata habari za Musa, sasa ni kipindi cha miezi minne hajaonekana. Alishikwa hapa Barsheba, kwa lugha ya Kingenge tunasema abduction. Na we believe strongly aliyemchukua huyu si mwingine ni serikali na yuko katika mikono ya serikali. Na wanavyofanya haifai. Sisi kama watetezi wake za kibinadamu tunaona visa vya abduction bado zinaendelea licha ya Rais Ruto kusema kuwa katika utawala wake mambo haya hatakuwa. Tumeona majenzi walichukuliwa, sasa Musa wameingia mpaka mitaani. Huyu kijana ni mdogo sana, 23 years old. Amepotea mpaka saizi, familia inafadhaika, familia inapata shida na serikali wanajua wako wapi. Tunasema sisi kama shirika pamoja na familia hatuna budi bali tutaenda kotini, tutaenda for habeas corpus kusema kuwa tutatafutisha serikali wamtoe Musa. Awe amekufa awe ni mzima, tuataka arudi kwa familia yake salama. Kwa hivyo serikali lazima mumregeshe huyu mtu. Hatutanyamaza, licha ya kwenda kotini, tutaorganize pia maandamano makubwa sana. Tutaenda Regional Police Headquarter kuweka maandamano makubwa pamoja na familia, na tutapiga kambi pale. Tutalala pale usiku na mchana mpaka Musa apatikane. Maanake serikali ndiyo atakana iprotect wananchi. Hata kama mtu ni foreigner, yeye ni binadamu, ako na haki ya kuwa protected, sio kuwa abducted. Kwa hivyo tunapeana makataa siku 7 kuanzia leo. Kama hawajamtoa, hawajampeleka kotini, hatujamuona, sisi tunaenda kotini kwa niaba ya familia, na vile vile tutaorganize maandamano makubwa sana hapa Mombasa. Abduction imerudi na serikali inajua. That's all. Takbir. Takbir.